Toka imetamatika mechi kati ya timu ya taifa ya Morocco ambao wao ni host au ni waandaaji wa mashindano ya Total Africa Cup of Nations, tayari mambo mengi yanazidi kuibuka. Timu ya taifa ya Morocco toka wakipata ushindi wa bao 1-0, mechi ambayo walikutana dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania. Upande huo kila mmoja amekuwa na maoni yake, amekuwa na mtazamo wake katika hichi ambacho tunazidi kushuhudia na kutazama katika mengi ambayo yanazidi kuonekana na mengi ambayo pia tunazidi kuyashuhudia kama sehemu ya ufanisi, ubora na uredi uliotukuka. Timu ya taifa ya Tanzania mechi yao waliocheza juzi dhidi ya timu ya taifa ya Morocco walipokea kichapo cha bao 1-0, lakini toka Stars anapoteza bao 1-0 amekwepo mambo mengi na kila mmoja akiwa anajiuliza maswali mengi, anashindwa kupata majibu juu ya kile ambacho tayari kimekuepo na kile ambacho tayari kimeweza kuonekana katika mechi hiyo iliyoweza kutamatika. Muamuzi wakati Babou Traore kutokea taifa la Mali ndiye ambaye alipewa jukumu au ndiye aliyepewa nafasi ya moja kwa moja ya kuweza kuingia katika upande wa kikosi hicho na kuweza kuamuru mchezo kati ya timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Katika sehemu moja au sehemu nyingine ya mengi ambayo yamekuja kuonekana na mengi ambayo pia yamekuja kudhihirishwa, ni dhahiri shahiri ya kwamba Stars walipata nafasi ya kuonewa katika kila ambacho wanadai kwamba hawakupata haki ya walichostahili kupata katika mechi hiyo, kwamba muamuzi ni moja ya wengi ambao walipelekea upande wao kushindwa kupata kila ambacho kilikuwepo na kila ambacho tayari kiliweza kupelekea sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya wao kutokufanya vizuri na kutokutimiza makubwa ambayo tayari wamejiwekea kama sehemu ya ubora, ufanisi na maarifa pia yaliyotukuka. Sasa upande wa Babou Traore, huyu aliyesimamia mchezo ule, timu ya taifa ya Tanzania wao wanasema ya kwamba in this very game, katika hii mechi ambayo imeweza kutamatika au hichi ambacho kimeweza kuonekana upande wa timu ya taifa ya Tanzania, muamuzi aliweza kuwa katika upande wa timu ya taifa ya Morocco na kupelekea timu ya taifa ya Tanzania wanaweza kupoteza. Ndipo tukio ambalo timu ya taifa ya Tanzania wanalalamikia dakika za jioni, zile dakika 4 zilizojumuishwa katika dakika 90 ili kufidia dakika zilizopotea. Idi Suleiman Nado alionekana kuchezewa madhambi au kuangushwa ndani ya 18, tukio ambalo timu ya taifa ya Tanzania na wote kwa pamoja, kila mmoja kwa nafasi yake ukilitazama, that was supposed to be the penalty, lakini moja kwa moja tukatazama upande wa timu ya tukaja kutazama katika ufanisi na ubora mkubwa upande wa timu ya Morocco, wao wakanufaika na makosa muamuzi. Muamuzi aligoma kutoa penalty ile, lakini pia hata kujihusisha katika upande wa VAR pia hakuweza kujihusisha katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya hichi ambacho tunakitazama na hichi ambacho tayari kipo kama sehemu ya ufanisi, ubora na maarifa makubwa ambayo tayari yanazidi kuonekana kama sehemu ya mtaji mkubwa ambao kila mmoja katika nafasi yake anazidi kujivunia hichi ambacho tayari tunakishuhudia na hichi ambacho tayari tunazidi kutazama kama sehemu ya mtaji na maarifa makubwa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya maarifa makubwa, na kila mmoja akiwa anaamini kwamba ni moja ya mtaji mkubwa ambao upande huo wananufaika nao na wanapata kile ambacho wanastahili kupata na kile ambacho wanaamini ya kwamba ni moja ya mtaji mkubwa ambao walipaswa kunufaika nao, na moja ya mtaji mkubwa ambao pia wanaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa ambao ulipaswa kuwanufaisha na kuwafanya timu ya taifa ya Tanzania wanapata warau bao katika mechi. Lakini muamuzi kila alichokifanya imekuwa ni maajabu ya Musa ambayo yamekuja kuwastaajabisha walio wengi zaidi katika nafasi. Sasa tukio hili limekuja kuibua gumzo, na tukio hili nitaomba nikupatie kile ambacho kimeamua kuchukuliwa kama sehemu ya maamuzi. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wameamua kuandika barua kwenda katika upande wa CAF ili kulaani kile ambacho kiweza kufanywa na muamuzi wakati katika mechi hiyo Babou Traore katika makosa ya kiunadamu ambayo aliweza kuyafanya, na makosa ambayo moja kwa moja yalikuja kuwagharimu vijana wa timu ya taifa
taifa ya Tanzania na kuwanufaisha timu ya taifa ya Morocco. TFF wameandika barua na tayari CAF wamepokea taarifa hiyo, na ikumbukwe pia katika mechi hiyo, wakati tukio hili likiwa linafanywa, timu ya taifa ya Tanzania wakionyesha kwamba walionewa, upande wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Patrick Motsepe kwa upande wa CAF alikuwepo uwanjani, lakini hata rais wa FIFA Gianni Infantino pia naye alikuwa ni sehemu ya mchezo katika mechi hiyo ya timu ya taifa ya Tanzania wakiwa mzigoni dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. So katika sehemu moja au sehemu nyingine tunasubiri majibu ya moja kwa moja.